Wako mzima mzima ni maneno ya kauli mbiu yaliyotumiwa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, sasa ni mtakatifu, na ikiwa leo tunafanya kumbukumbu yake. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa na ibada pekee na maalum kwa Mama Bikira Maria kabla na baada ya kuwa papa, na kama mwombezi Mama Bikira Maria aliweza kujichotea neema na baraka mbalimbali katika maisha yake, lakini pia aliweza kukabidhi utume wake kwa Mama Bikira Maria, na mama huyu hakumwacha kamwe. Kauli mbiu yake mimi mzima mzima ni wako Maria inadhihirisha wazi upendo na ibada ya pekee aliyokuwa nayo Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kwa mama yetu Bikira Maria. Barua yake ya kitume ya Rozari ya Bikira Maria aliyotangaza mwaka 2002 hadi 2003 kuwa mwaka wa Rozari ya Bikira Maria, kuingizwa kwa mafumbo mapya katika sala ya Rozari, yaani mafumbo ya mwanga, na mafundisho yake mengine juu ya Bikira Maria bado ni vidhihirisho vya upendo na ibada ya kweli kwa Bikira Maria kwa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Sasa je, Bikira Maria alimwacha Mtakatifu Yohane wa Pili bila kumsaidia? Wote tunajua jibu ni hapana. Kama sasa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Bikira Maria na mchango wake mkubwa na maombezi kwa papa huyu aliyemkimbilia daima. Tukio la jaribio la kumuua kwa kupigwa risasi papa huyu mnamo mwaka 1981 lilofanyika siku ya Bikira Maria wa Fatima tarehe 13 Mei. Kuokoka kwake dhidi ya kifo, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikihusisha na msaada wa Bikira Maria. Je, unadhani ni uongo? Oktoba tunasali Rozari. Ndugu zangu, leo nimeamua kuwapitisha kwa ufupi kwenye misaada ya Mama Bikira Maria, hasa kwa Mtakatifu Yohane wa Pili kama akiwa mfano wetu bora. Unaonaje sasa ukibadilisha mwenendo wako ndani ya mwezi huu wa Rozari kwa kuomba maombezi matukufu sana ya mama yetu Bikira Maria kwa kupitia sala ya Rozari takatifu? Lakini tu sio ndani ya mwezi huu wa Rozari, lakini tunaalikwa kusali Rozari kila siku za maisha yetu. Oktoba, usisahau tunasali Rozari. Bikira Maria, msaada wa Wakristo, utuombee. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, utuombee.